kubwa sana na fainali ambayo ilikuwa tamu sana ni fainali ya mataifa barani Ulaya siku ya jana, ambapo ilikuwepo ni kati ya Hispania na Ureno, ambapo haijawahi kuwa rahisi kwa hizi timu mbili za taifa kukutana kati ya Hispania na Ureno. Nitakukumbusha kombe la dunia 2018 ambapo Hispania anaongoza goli 3, Ureno anachomoa na mchezo unamalizika kwa goli 3-3. The same na siku ya jana niliandika mapema kabisa andiko langu nikasema ya kwamba haijawahi kuwa rahisi na ni kawaida sana kuona Ufaransa Hispania wakiwa wanafunga goli, lakini Ureno ni kawaida sana kuona wanachomoa, na ndicho kitu ambacho kilitokea. Hispania wanapata goli la kwanza, Nuno Mendes anachomoa, wanapata goli la pili, Cristiano Ronaldo anachomoa, dakika 90 zinamalizika 2-2, dakika 120 zinamalizika 2-2, wanaenda kwenye mikwaju ya penalti. Ureno anachukua kombe hilo. Hivyo ilikuwa ni moja kati ya fainali tamu sana kuishuhudia kwa miaka hii ya karibuni, lakini pia kwa msimu huu, kwa sababu zimekutana timu ambazo hazijawahi kuwa rahisi, lakini pia kutana vijana pamoja na mzee mmoja ambaye siku ya juzi alitoa kauli yake na kusema ya kwamba Lamine Yamal ni moja kati ya kipaji kikubwa sana. Hivyo waandishi wa habari, mkiache kienjoy maisha yake ya mpira wa miguu, na ndicho ambacho watu wamefanya. Lakini kijana huyu siku ya jana kwenye fainali hiyo ni kama ameenda kutafuta tu picha na Cristiano Ronaldo za baadhi ya matukio. Mwisho wa siku hakuna cha maana ambacho wamefanya kwenye timu yake siku ya jana, baada ya kuwekwa kwa pani na mtoto mmoja mwenye rangi ya Kiafrika, rangi nyeusi, Nuno Mendes, ambaye ukija kuangalia mchezo ule unaweza ukasema ya kwamba ni kama walibadilishana namba, licha kwamba wanacheza timu mbili tofauti. Nuno Mendes akawa mshambuliaji au winga au mshambuliaji wa pembeni, alafu mwisho wa siku Lamine Yamal akawa mkabaji. Ndicho ambacho kilitokea kwenye siku ya jana, baada ya Nuno Mendes kufanya makubwa na kuweza kumiliki Lamine Yamal kama ambavyo anataka na kumpeleka vile ambavyo anataka yeye. Lakini fainali hiyo, ukiachana na hilo, nikupe tu historia au rekodi ambayo pia imeandika fainali ile. Wakati wa nusu fainali ya Hispania na Ufaransa, wakati timu ya Hispania iko kwenye basi ikielekea uwanjani, Lamine Yamal alisinzia kwenye basi lile, na baada ya kuja uwanjani dakika 90 zinatamatika, anaibeba Hispania mabegani mwake baada ya kufunga magoli mawili na kushinda katika mchezo ule. Hivyo wakatinga katika hatua ya fainali na alikuwa nyota wa mchezo siku ile. Lakini pia siku ya jana, wakati Ureno wanaelekea uwanjani, Nuno Mendes alisinzia kwenye basi la timu wakati wanaelekea uwanjani, na siku ya jana amefunga goli la kwanza la kusawazisha kwa Ureno na amesababisha goli la pili ambalo limefungwa na Cristiano Ronaldo, na ndiye aliyenyanyuka kuwa man of the match wa mchezo ule. Moja kati ya rekodi kubwa sana ambayo imewekwa, lakini pia haijawahi kuwa ndogo sana. Nitakukumbusha 2016 wakati wa fainali ya Euro pale kati ya Ureno na Ufaransa, ambapo Cristiano Ronaldo alipata majeraha katika mchezo ule na kwenda kupatiwa huduma ya kwanza, na baada ya kurejea aliweza kuisaidia timu yake kwa hata tu kukaa pale benchi na kuwa kama kiongozi, kuwapa motisha wachezaji wenzake, na wananyanyuka na ubingwa katika fainali ile. Siku ya jana, licha ya kuifungia timu yake goli la pili la kusawazisha, pia ni kama alipata majeraha. Mwisho wa siku akatoka kwenye mchezo ule baada ya kufanyiwa sabu. Anaingia mtoto mdogo kabisa ambaye pia alipiga penalti ya kwanza kwa upande wa Ureno na kuweza kuwaweka wenzake mbele na kuwafanya pia Ureno kuweza kushinda kwa mikwaju ya penalti, ambapo walipata mikwaju yote mitano huku ndugu zao wakipata mikwaju ya penalti mitatu. Hivyo utagundua ni fainali ambayo ilikuwa imegubikwa na matukio mengi sana, ambayo mengine ni ya historia, lakini pia rekodi ambazo zimeendelea kuwekwa. Tumuone Lamine Yamal akifanya makubwa kama ambavyo wengi wanamtabiria, na kama ambavyo Cristiano Ronaldo amesema watu wamwache, ili hususan waandishi wamwache, ili vijana enjoy soka lake.
Kweli inawezekana. Mbona kama yeye ndo anawatafuta waandishi kwenye content na matukio? Tusubiri tuone. Mimi nasubiri nione kile ambacho Lamine Yamal atafanya. Lakini moja kati ya kijana mwenye kipaji kikubwa sana, lakini mambo mengine ambayo ya nje ya uwanja naona kama yatampotezea ramani hivi. Kwako wewe una maoni gani kwa Lamine Yamal? Lakini pia mchezo wa jana uliweka tukio moja ambalo Cristiano Ronaldo na Bruno Fernandes ni wazaliwa wa taifa moja Ureno, wanakipiga katika taifa la Ureno, lakini ilikuwa ni ngumu sana na nyakati ngumu sana kwa Cristiano Ronaldo wakati Bruno Fernandes anaenda kupiga penati ambayo ilikuwa ni penati ya 3 kwa upande wa timu hiyo ya Ureno. Na wakati anapiga penati ile, Cristiano Ronaldo hakutaka kutazama kabisa ni namna gani ambavyo wengi wanamuona kama ni fundi wa kupiga penati, lakini huyu ambaye ni mchezaji wa muda wote wa kabumbu akaona ni kama vile hamwamini, ndio maana alifunika macho yake. Lakini pia Cristiano Ronaldo wakati anafunga goli lake la pili la kusawazisha, kuna kauli moja aliweka ule mkono kusema mimi, alafu akaweka moja, kwa maana yeye ni mchezaji namba 1 duniani, msimfananishe na wachezaji wengine. Ndio maana nasema ni finali ambayo imegubikwa na matukio mengi no. Taifa la Ujerumani limeweka rekodi kubwa sana kwa msimu wa 2024 2025. Dimba moja limetoa mabingwa wawili kwa maana UEFA Champions League, PSG akiondoka na ubingwa, lakini pia UEFA National League ambako siku ya jana Ureno wameondoka na ubingwa kwa maana ya kombe lao. Hivyo taifa la Ujerumani kwa msimu huu limechezwa takribani fainali hizo kubwa 2 za UEFA kwa upande wa mataifa na kwa upande wa vilabu, na tumeona namna gani ambavyo imekuwa ni fainali ambazo hakika hazikuwa rahisi sana. Tutashuhudia finali ya Inter Milan dhidi ya PSG, namna ambavyo ilikuwa mtu anakula mkono, lakini pia siku ya jana finali dhidi Ureno dhidi ya Hispania, utaona pia ni namna gani ambavyo ilikuwa ni kupiga weka niweke, mwisho wa siku mpaka Ureno anaondoka na ubingwa wake kwenye penati 5-3, ambako nako kwenye penati ilikuwa ni piga ni kupiga, lakini mwisho wa siku ananyanyuka kuwa nyota wa kuibeba Ureno, golikipa wa Ureno, lakini Morata akipiga penati ambayo alienda kuicheza golikipa huyo wa Ureno. Hivyo Allianz Arena, dimba hili la Bayern Munich, limeweka rekodi hiyo kwa msimu wa 2024 2025. Si taifa la Ujerumani tu, bali dimba moja limetoa mabingwa wawili wa michuano ya UEFA kwa maana UEFA Champions League na UEFA Nations League, ambako ni mataifa na upande wa vilabu.